kilomita ambazo tunazo mkoa wa Songwe za mkoa mzima ni kilomita 1034.71. Kati ya hizo kilomita 257 ni za lami na kilomita 810 changarawe. Hali ya barabara zetu ni nzuri, ingawa mwaka wa jana tulipata mvua za El Nino, lakini tunamshukuru Mungu tuweza kupita salama, ingawa tulikuwa na changamoto za hapa na pale kwenye baadhi ya barabara. Barabara iliyopata shida sana ni ile ya Msamba, inatuunganisha na mkoa wa Rukwa. Kuna sehemu ambako ilihitajika sasa tuweze kupata uwezesho kwa ajili ya kujenga daraja. Na ni kweli Mheshimiwa Rais baada ya kuwa amepata taarifa za El Nino kwa mkoa wetu, aliweza kutupatia fedha zaidi ya bilioni 32 kwa barabara tofauti tofauti. Kwa maana nikisema barabara ya Mloka Msamba, kutokana na ile eneo ambalo lilikuwa limeathirika na mvua, tulilazimika tujenge daraja la mita 60, lakini na maingilio ya ile daraja kwa zaidi ya bilioni 7.365. Na hilo daraja linajengwa na mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Bemlo Contractor, na ninavyoongea sasa hivi yuko zaidi ya 90%. Hizi ni juhudi ambazo zinaonyesha wazi kwamba juhudi za Mheshimiwa Rais za kuwapatia kazi makandarasi wazawa zina mlengo chanya, kwa maana ya kuwawezesha wakandarasi hawa kuweza kufanya kazi kwa bidii. Tunazungumzia barabara nyingine iliyoathiriwa na mvua za El Nino ni barabara ya Ibungu kwenda Kafafa. Kuna sehemu mbili ambazo zilikuwa zinaathiriwa za madaraja, lakini na sehemu ambazo zilikuwa na maporomoko makubwa. Eneo la Sange ni moja ya sehemu ambayo ilikuwa imeathiriwa sana na hizo mvua na daraja lake, na ninavyozungumza yule mkandarasi sasa hivi anajenga lile daraja na liko kwenye 92%. Mkandarasi mwenyewe ni mzawa, anaitwa German Engineering, na anatekeleza daraja lile kwa gharama ya zaidi bilioni 7.7. Kisogea mbele tena kuna sehemu ambayo na yenyewe ilipata hali ngumu ya El Nino, na kulikuwa na daraja pia linaitwa Kabalisi, na daraja lile linajengwa na mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Jasco Company Limited. Daraja lile liko kwenye asilimia kama 60 kwenda 70. Kwa hatua ambazo tulizonazo kama wasimamizi huku mkoani, tuna uhakika kufika katikati ya mwezi wa 11 tutakuwa zaidi ya 90%, kwa sababu amebaki na sehemu chache za kuinua na kupandisha yale madaraja tuweze kumaliza ile kazi. Daraja hilo pia na lenyewe limejengwa kwa zaidi ya bilioni 7, karibu 6, na wakandarasi wote wako site na wanaendelea na kazi vizuri. Barabara nyingine iliyopata changamoto kwa mkoa wetu wa Songwe ni ile barabara ya kutoka Ndembo kwenda Ngana. Ngana inaenda kutunganisha na wenzetu wa mkoa wa Mbeya, lakini inaunganisha na nchi jirani ya Malawi kwenye mpaka wa Kasumulu. Ile eneo lilikuwa ni la milima, na lenyewe mvua ziliweza kuporomoa ile milima na kuziba barabara. Mheshimiwa Rais akatoa fedha ambazo ni zaidi ya bilioni 8 ziko kule kwa ajili ya kutoa changamoto ambayo ilikuwa inawapata wananchi, kwa maana ya kuweza kuvuka kutoka wilaya ya Ileje kwenda mkoa jirani wa Mbeya, lakini kwenda mpaka nchi ya Malawi kwenye mpaka wetu wa Kasumulu. Mkandarasi yule naye ni mzawa, anaitwa Mbuya Contractors, na asilimia ya mradi ule kwenye 85%. Sasa hivi anajenga zile barabara za zege ambazo kimsingi zile barabara zitaweza sasa kuondoa changamoto iliyokuwepo, lakini na yale magema ambayo yalikuwa yanadondoka baada ya kuwa yamekatwa, tuna imani ile changamoto kwa wananchi imetoka, na sasa uchumi wa nchi kwa maana ya wananchi wa chini na wa juu wote wataweza kuinuka kisawasawa. Lakini ile kusafirisha mazao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kufupisha ule mwendo wa safari imekuwa ni nusura kwetu. Kwa hiyo zile fedha nafikiri zimefika wakati mwafaka. Mkoa wa Songwe umepokea zaidi ya bilioni 300 na kitu. Nikisema kwa mfano hii barabara ya Isongole kuja Mpemba au kutoka Mpemba kwenda Isongole ambako inaenda kutuconnect na nchi jirani ya Malawi, zaidi ya kilomita 50 za lami zimetekelezwa na zimetengenezwa, zimekamilika kwa 100%. Zaidi ya bilioni 107 zimetumika pale. Barabara ile ni ya kisasa zaidi, kwa maana imetumia super pave na ina upana mkubwa na madaraja imara zaidi. Kwenye mradi huo tumeweza kupata daraja kubwa ambalo limetuunganisha kati ya nchi ya Malawi na Tanzania kwenye mpaka wetu wa Songole. Sisi kama nchi ni faida kubwa, kwa sababu tumejiconnect sasa na nchi ya Malawi, na nchi ya Malawi inatutegemea sana mizigo yao kutoka kwetu kuelekea kule. Kwa hiyo kwa miundombinu ambayo Mheshimiwa Rais ametupa, wale wananchi wanafurahi. Sio tu kwa maana ukianzia pale Isongole tena tumepata fedha ambazo zinatekelezwa zaidi ya bilioni 74, na mradi uko kwenye utekelezaji kwa sasa hivi, na mkandarasi ameshaanza ile kazi, yuko asilimia kama 7.5
ameanza hivi karibuni, lakini unaona jitihada zinavyokwenda na mradi unavyokwenda. Kwa hali halisi sasa ya mkoa wetu tunavyozungumza, kwenye zile fedha ambazo nimesema zaidi ya bilioni 300, unaweza kaona bilioni 107 ambazo zimetumika kwenye mradi wa Mpemba Isongole, bilioni 74 zinatekelezwa kwenye mradi wa Isongole tu kwenda Ndembo hadi Ngana, kwa maana ya kuja kutuunganisha na kule Kasumulu, zaidi ya bilioni 74. Lakini tuna daraja ambalo tumelimaliza na limetekeleza na limefanyika kuunganisha mkoa wetu na mkoa wa Rukwa, ile daraja la Kamsamba. Daraja lile ni kubwa, ukiangalia lina zaidi ya mita 84 na limetengenezwa kwa gharama ya zaidi ya bilioni 17. Sasa unaweza kuangalia zile fedha zilivyoingia. Mtandao wetu wa barabara una changarawe na lami, lakini unaona juhudi za makusudi za serikali za kuweza kuimarisha mitandao yetu. Tayari hii barabara ya kutoka Tunduma kuja Mbeya kwenda Igawa iko kwenye mpango mzuri, kwa maana kuondoa changamoto iliyopo kati ya Igawa kuja mpakani mwa Tunduma. Sisi kwa upande wa Songwe tayari serikali inatuwezesha fedha kwa ajili ya kupanua zile sehemu ambazo zina changamoto kwa kutekeleza kwa awamu ambayo sio ya muda mrefu, lakini awamu ya muda mrefu ambayo serikali inayo ni kutengeneza barabara hii kwa kutumia PPP, na hatua za PPP ziko kwenye mwendelezo mzuri ambao tuna matarajio makubwa. Hiyo barabara ikishajengwa njia 4 na hizi zinazoendelea kuwa njia jumla zikawa 6, tunategemea changamoto ya barabara kwa wasafirishaji inakuwa imeondoka. Lakini unaweza kuona mipango ambayo serikali imeitekeleza kwa haraka wa kufikiria kuweka sehemu ya ukaguzi wa pamoja kwa ajili ya kuondoa changamoto pale eneo la Iboya, na wananchi wameshuhudia zaidi ya bilioni 4.868 zimeletwa mkoani kwetu na kwa ajili ya kufanya fidia kwa wananchi wale, ili sasa utekelezaji wa ujenzi wa mizani mikubwa lakini na kituo kikubwa cha ukaguzi kiweze kufanyika mahala pale. Sisi hizi tunasema ni mapinduzi makubwa ya katika miundombinu kwa mkoa wetu wa Songwe, kwa sababu changamoto zile kubwa zinaweza kuondoka. Mipango mingine ambayo unaweza kaiona ni kwenye hii barabara yetu ya Mlowo kwenda Kamsamba. Sehemu mbalimbali zinatekelezwa kwa maana ya kuweka madaraja makubwa mazuri ambayo yanaendana na design ambayo ipo, lakini na muendelezo wa kuanza kujenga hiyo barabara kiwango cha lami, ambako tumeanzia utekelezaji utaanza Mlowo kuelekea Kamsamba, zaidi ya kilomita 5 zitaanza kujengwa, na kutokea Kamsamba kuja zaidi ya kilomita 5. Lakini hii ni kwa maana ni mwendelezo ambao unaendelea. Mkandarasi yuko hatua za mwisho kwa maana ya kumobilize mitambo ili aweze kuja eneo la kazi. Tunafahamu umuhimu wa ile barabara na serikali imeweka jicho kubwa kuhakikisha tuifanye iweze kupitika kwa ufasaha zaidi, lakini iweze kutengenezwa kiwango cha lami. Wananchi ni mashuhuda. Barabara ile miaka ya nyuma ilikuwa inatembea, ukitoka Mlowo kuja kufika Kamsamba lazima utumie masaa 10 mpaka 12, lakini kwa sasa hivi tunatumia masaa 3. Hii inamaanisha kwamba sasa ile barabara imeboreshwa, angalau sasa wale wasafirishaji wanaweza kwenda kwenye spidi ya 80, 60 mpaka 80. Kwa maana unaweza kutumia zile kilomita 130 kwa masaa 3 ukaweza kufika huko. Tunatarajia sisi kuiona ile barabara mwendo wa kuisafiri uwe mfupi zaidi, usifike yale masaa 3, tuyaboresha zaidi. Kwenye hizi fedha za kawaida ambazo tunazipata, tayari wakandarasi tunaweka maeneo yale waweze kwenda kuondoa zile changamoto ambazo tunahisi kwa wananchi kwao zitakuwa kero.